Ndiyo, mdau wa Malagi Poultry Investment, karibu sana katika kipindi chetu cha darasa kuhusiana na masuala mazima ya ufugaji. Na leo tutaenda kujifunza kwa habari ya aina za kuku na tofauti zake. Na tunapozungumza kwa habari ya kuku wamegawanyika katika makundi tofauti tofauti. Na mimi nimeyaweka katika makundi yapatayo manne. Na lazima uyajue haya makundi ya kuku ili kusudi unapohitaji kuingia kwenye ufugaji ujue ni aina gani ya kuku ambao wataka kufaa kutokana na fakta kadha wa kadha ambazo tutaenda kuzizungumza katika kipindi hiki. Aina ya kwanza ya kuku ni kuku wa kisasa wa mayai. Na tunaposema kuku wa aina ya kisasa wa mayai wamegawanyika pia katika makundi tofauti. Lakini kwa ujumla na kwa lugha nyepesi kwa mazingira yetu, tunaposema kuku wa kisasa wa mayai ni wale kuku wanaotaga mayai yanayotumika zaidi katika matumizi ya chipsi na matumizi ya nyumbani pia. Lakini hao ndio kuku wa kisasa wa mayai. Na tunapozungumza kwenye kuku wa kisasa wa mayai, sifa zake zipo nyingi, lakini chache ni kwamba kuku wa kisasa wa mayai wanataga mayai mengi ukilinganisha na aina zingine za kuku. Lakini katika mradi wa kuku wa kisasa wa mayai, ili kusudi uweze kupata faida au uweze kuendesha mradi wako vizuri na upate matokeo na tija katika faida, lazima uwe na idadi kubwa ya kuku, kwa sababu bei ya mayai ya kuku ya kisasa sokoni ipo chini kwa tray. Inatembelea kwa mfugaji kuanzia sometimes inashuka mpaka 6,000, ikipanda sana mpaka 10,000 kwa tray moja. Kwa hiyo utajikuta faida ya tray moja inakuwa ni kidogo. Kwa hiyo ili kusudi uweze kuzalisha na kupata faida, lazima uwe na idadi kubwa ya kuku, ndipo hapo utakapoiona faida. Kwa hiyo kwa kuwa inatakiwa kuwa na kuku wengi, maana yake hata mtaji lazima uwe mkubwa kuweza kuendesha hao kuku. Hiyo ni aina ya kisasa au kuku wa kisasa wa mayai. Lakini kuna aina ya pili ya kuku ambao ni kuku wa kisasa wa nyama. Hao kuku wa kisasa wa nyama ndio wanafahamika zaidi kama broiler, ambapo mtaani wanafugwa kwa wingi tu, na kuku hawa wanafugwa kwa wastani wa mwezi mmoja. Inategemeana na ulishaji wa mtu na aina ya mbegu na mambo mengine ambayo yamefanyika mahali pale, lakini wanatembelea wastani wa mwezi mmoja. Inaweza ikafika siku 25, kwanza siku 25 watu wanauza, lakini inaenda sometimes inaweza kuvuka hata mpaka siku 30 na kitu kama kumetokea magonjwa kadha wa kadha na vitu kama hivyo. Lakini kuku hawa kisasa wa nyama pia ni kuku ambao wanahitaji kuwa na mtaji mkubwa kidogo, kwa sababu ili kusudi pia uweze kupata faida wanahitajika kuku wengi kidogo, kwa sababu faida ya kuku moja inakuwa iko chini, japo mzunguko wake unakuwa ni wa haraka. Lakini ili kusudi uweze kupata tija na kuweza kurudisha zile gharama za chakula, gharama za kama ni mtu mwenyewe kwa ajili ya kutunzia na mambo mengine, dawa na vitu vingine kadhaa hapa na kununua vifaranga, lazima uwe na idadi kubwa ya kuku ili kusudi uweze kupata faida. Lakini pia uwe umejipanga vizuri sokoni, kiasi kwamba wanapofika wakati wa kuuzika mara moja waweze kuuzika. Wakichelewa siku moja siku mbili, tayari umekula mfuko wako. Kwa hiyo ili kusudi uingie kwenye kuku wa kisasa wa nyama, lazima ujipange vizuri, uliandae soko lako vizuri, lakini pia na mtaji wako kidogo uwe umesogea hatua fulani, kwa sababu itakuhitaji kuingiza kuku wengi ili kusudi kupata faida ya kuweza kueleweka. Hao ni aina ya pili ya kuku ambao ni kuku wa kisasa wa nyama ambao wanafanyika zaidi kwa jina la broiler. Lakini aina ya tatu ya kuku ni kuku wa kienyeji. Kuku hawa wa kienyeji ni kuku ambao tunawafahamu mara nyingi, na wale ambao tumekulia kijijini tumefuga, tumeishi nao, na watu wengi wamekuwa wakiishi na kuku hawa kwa namna kadha wa kadha. Ni kuku ambaye unaweza ukamfuga kwa namna ya kujitegemea yeye mwenyewe, hata kama utamsupport kwa chakula kidogo, lakini ni kuku ambao unaweza ukajenga banda lako, ukamtunza ile siku za mwanzo, ukampatia chakula vizuri, akafikia umri fulani ukamwachia akaweza kuendelea na maisha yake, kwa maana kwamba anaweza kama ana
kula kwa sehemu nyumbani, lakini pia unamwachia na anaenda kutafuta chakula mwenyewe. Sasa kwa kuku hawa wa kienyeji ili kusudi uweze kuwafuga kwa mfumo wanaotakiwa kufugika, inabidi uwe na eneo kubwa, kwa sababu kuku hawa wanahitaji nafasi ya kutosha. Na hawa kuku ukisema uwalishe kwa mfumo wa kisasa, kuwanunulia chakula cha dukani kuanzia mwanzo mpaka mwisho, mwisho wa siku hawatakupatia faida, kwa sababu ukuaji wao unakuwa ni taratibu. Wanakuwa taratibu na kula wanakula, lakini kutokana na aina ya mbegu walivyo, ni kuku ambao wanakuwa taratibu. Lakini hadi kadhalika hata kwenye kutaga, mayai yao wanataga idadi ndogo ukilinganisha na aina zingine za kuku wanaotaga. Kwa hiyo ili kusudi uweze kupata faida katika kuku wa kienyeji, inabidi uwe na eneo kubwa ambalo utakuwa unawafungulia, unawalisha kwa sehemu, lakini unawaachia wanaenda kutafuta majani, wanakula wadudu na vitu vingine vya asili, ili kusudi kupunguza gharama ya ulishaji. Ukiweza kuwa na eneo kubwa, na unaweza ukawafuga kwa wingi na wakakupatia faida, lakini wasikugharimu zaidi kwenye kuwalisha, kwa sababu ukiwalisha kama kuku wa kisasa hawatakupatia faida. Lakini pia kuku hawa ni wavumilivu zaidi wa magonjwa, wanaweza kuhimili zaidi, japo kila kuku anaweza kaumwa. Cha msingi ni kuzingatia taratibu na kanuni zingine zote za ufugaji, ikiwa ni pamoja na chanjo na ufuatiliaji wa karibu. Hiyo ni aina ya tatu ya kuku. Na aina ya kuku ya nne ambayo nataka nizungumzia leo ni aina ya kuku ambao ni chotara. Tunapozungumza kwa habari ya chotara, maana yake ni muunganiko wa jamii mbili za kuku, na hapa tunazungumza kwa habari ya kuku wa kisasa ameunganishwa na kuku wa kienyeji, akapatikana kuku fulani ambaye tunaita ni kuku chotara. Sasa katika kuku chotara pia wamegawanyika katika makundi mengi, na katika vipindi ambavyo vinavyoendelea tutazungumza zaidi kwa habari ya kuku hawa chotara, kwa sababu ni kuku ambao binafsi nimewafuga kuanzia muda mrefu kidogo, na nimeona faida yake, nimeona matokeo yake, na pia nitapenda na wewe ndugu yangu ambaye unahitaji kufuga ufuge aina hii ya kuku. Na tunapozungumza kwa habari ya chotara, chotara hapa katika makundi tofauti kutokana na vyanzo mbalimbali ambako wametengenezwa au wameandaliwa kwa ujumla, katika kuunganisha aina fulani wa kuku wa kisasa na aina fulani wa kuku wa kienyeji, akapatikana kuku aina ambaye ni chotara. Katika kuku chotara kwa mazingira yetu ya Tanzania wapo aina nyingi, lakini ambao wako famous zaidi, ambao wanafahamika zaidi, kuna Saso, kuna Croiler, lakini pia kuna Tunbrow. Kuna jamii zingine kama Kenbrow na wengine, lakini ambao wako kwa wingi katika mazingira yetu ya nchini Tanzania kuna Saso, Croiler pamoja na hao Tunbrow. Sasa hawa kuku wa chotara ni kuku ambao wanaweza wakafugika kwa mifumo yote miwili, kwa namna ya kuwafuga kama kuku wa kisasa kwa maana kuwalisha bandani, lakini pia unaweza kuwafuga kama kuku wa kienyeji kwa maana ya kuwalisha kwa sehemu chakula cha kutengeneza, lakini ukawachia wakajitafutia chakula bila shida kabisa. Na kuku hawa ni kuku ambao kwa kweli ni wazuri, na uzuri wake mwingine ni kwamba katika kuku wa chotara ni kuku ambao wanakuwa na mnyumbuliko wa mambo mengi tofauti tofauti. Na kuku huyu wa chotara ni kuku ambaye unaweza ukamtumia katika matumizi tofauti tofauti. Kuku chotara unaweza ukamfuga kwa ajili ya nyama, kiasi kwamba ukamfuga mpaka kufikia umri fulani na ukamuuza, na tutaelekezana vizuri kwa target za kufuga. Na ufugaji wa kuku chotara kwa target ya kumuuza kama nyama ni tofauti na kuku chotara unayemfuga kwa ajili ya mayai. Namna ulishaji unatofautiana. Kwa hiyo mpendo, unapoingiza kuku bandani ujue unafuga kwa ajili ya matumizi gani. Je, unalenga kwa ajili ya kuuza kama kuku wa nyama, au kwa ajili ya matumizi ya nyama, au unafuga kwa ajili ya kuokota mayai? Sasa hapo tutaelekezana kadri ambavyo siku zinazozidi kusogea katika vipindi ambavyo tunaendelea kujifunza. Lakini kuku chotara ni kuku ambaye unaweza kumfuga kwa kuanzia popote pale katika mtaji wako. Na kuku chotara hahitaji kuwa na ulazima wa kuwa na mtaji mkubwa kivile.
Kuku chotara unaweza kaanzia mahali popote, kama ambavyo nimekuelekeza. Unaweza kumfuga kama kuku wa kienyeji akaenda, lakini unaweza kumfuga kama kuku wa kisasa akaenda, lakini matokeo yanatofautiana. Lakini kwa nini umfuge kama kuku wa kienyeji au mfuge kama kuku wa kisasa? Inategemea na mazingira yako na hali yako ya kiuchumi imekaaje. Kwa hiyo ni kuku ambao wanakuwa na mnyumbuliko mwingi wa kuweza kufanya, kiasi kwamba hata mtu ambaye ni wa kipato cha chini anaweza kumfuga kuku chotara, lakini hata mtu mwenye mtaji wa kati anaweza kumfuga kuku chotara, lakini hata mtu mwenye mtaji mkubwa, mwenye mamilioni ya pesa, anaweza kumfuga kuku chotara. Kwa hiyo tunapozungumza kwa kuku chotara, ni kuku ambaye anaweza kafugika kwa watu wa rika na kipato tofauti tofauti. Kwa hiyo mpendwa, usiwe na kisingizio cha kwamba mimi sina mtaji wa kuweza kufuga kuku. Na kuna aina hii ya kuku chotara. Ni kuku chotara ni kuku ambao wanakuwa kwa haraka ukilinganisha na kuku wa kienyeji, japo hawafikii kile kiwango cha ukuaji kwa kuku wa kisasa ambao ni broiler. Lakini tunapozungumza kuku wa chotara, ni kuku ambaye anahimili zaidi mazingira tofauti na kuku wa kisasa wa nyama. Ana uvumilivu zaidi, japo kuku wote wanatakiwa kutunzwa vizuri, wanatakiwa kupatiwa chakula bora, wanatakiwa kuchanjwa, lakini ni kuku ambao wanahimili vizuri mazingira ambayo wanatakiwa kufugwa. Na tunapozungumza katika kuku chotara hawa, unaweza kuwafuga kwa matumizi tofauti tofauti, kama nilivyokuambia, kwa ajili ya nyama akaenda, lakini pia unaweza kumfuga kwa ajili ya mayai, kiasi kwamba ukafuga na ikafika wakati wa kutaga mayai, wakawa wanataga mayai na wewe unauza mayai, na kuku yule akishafikia mahali amechoka kutaga, unamuuza kama kuku wa nyama. Kwa hiyo unaweza kumtumia katika namna tofauti tofauti. Huyu kuku wa nyama, kuku chotara, unaweza ukamfuga na ukawa na target ya kumuuza akiwa na umri aidha wa mwezi mmoja, kwa sababu kuna watu ambao wanaogopa kufuga kuku akiwa wadogo. Kwa hiyo wewe unaweza ukachukua hii nafasi ya kufuga kuku kwa muda wa mwezi mmoja, wamemaliza chanjo zote, unawauzia watu, unaingiza vifaranga wengine. Kwa hiyo kuku chotara kwa kweli ni kuku ambao mimi binafsi ninawapenda na ninashauri watu wengi kufuga, hasa wale ambao ni wa kipato cha chini na kipato cha kati. Na washauri sana kufuga kuku aina ya chotara, na hawa kuku chotara kwa kweli watakutoa kimaisha. Cha msingi uzingatie na uelewe na uwe na ufahamu angalau wa kuanzia, kwa maana ule ufahamu wa msingi kuhusiana na masuala mazima ya ufugaji wa kuku uweze kwanza nao. Kwa hiyo binafsi ninakushauri kufuga kuku hawa chotara. Basi kwa kufikia leo tukomee hapo, na kama utakuwa na swali lolote uliza kupitia namba yetu ya WhatsApp au kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook pamoja na Instagram. Pia YouTube, hapo unaweza kauliza maswali yako na mambo mengine yakaendelea. Basi karibu sana Maragi Poultry Investment kwa ajili ya kujifunza, lakini pia tunauza vifaranga aina ya broiler pamoja na saso. Kwa hiyo ukihitaji vifaranga, wasiliana na sisi, tutakupatia vifaranga hao. Lakini pia kwa ajili ya ushauri na maelekezo yote kuhusiana na masuala mazima ya ufugaji, karibu Maragi Poultry Investment. Tucheki katika mawasiliano yetu unayoona mahali hapo kwa ajili ya kuwasiliana zaidi na kupata elimu zaidi. Maragi Poultry Investment.